Yes bwana, bado tunaendelea kuzungumza na wanachama wajumbe ambao wameshiriki katika mkutano huu wanachama klabu ya Simba. Huu ni mkutano mkuu wa mwaka katiba. Tuko hapa na ndugu yangu wa muda mrefu. Kawaya vipi? Shwari. Mama nenda. Kama kawaida. Fresh kabisa. Fresh mwana. Bwana, tumekutana tena katika mkutano huu wa kikatiba wa mwaka wa klabu ya Simba. Leo matarajio ni makubwa sana kwa wanachama. Wewe kama wewe tuambie una matarajio kiasi gani kuelekea mkutano huu na taswira jinsi ilivyokaa kuanzia nje kabla ya mkutano, maneno yaliyozungumzwa mpaka leo siku imetimia? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema tufikisha siku hii ya leo tarehe 30 kwenye mkutano wetu mkuu wa klabu ya Simba, na wanachama kama hivi umeona tumeshaingia kwa wingi. Tunasubiri ajenda zilizoko mbele yetu ili tuweze kuzifanyia kazi. Naamini mkutano una mambo mengi, una maneno mengi, lakini mwisho wa siku Simba ni nguvu moja. Tutazungumza kama wana Simba na tutaelewana kama familia na kila kitu kitakuwa sawa, ikitegemea na leo timu yetu inacheza tena. Kwa hivyo naamini Mwenyezi Mungu leo atatuongoza katika njia zilizo salama, hapa kwenye mkutano tukashinda, na pia kule kwenye timu yetu iliko inakocheza pia ishinde inshallah. Naam. Bwana, yalikuwa mengi sana nazungumzwa, huyu akizungumza lake, huyu akizungumza lake, wengine wakaenda mbali zaidi na kusema baadhi ya viongozi ama watu ndani ya Simba wana matatizo ya akili. Haya yote pressure kubwa ilikuwa ni ya mkutano ama matokeo mabovu ambayo yameendelea kuandama wekundu Msimbazi Simba ndio yanapelekea changamoto na tafulani yote? Mimi nafikiri wanasema Waswahili lisemwalo lipo. Yes. Na kama halipo basi kwa hiyo kama limezungumzwa na linaendelea kuzungumzwa, basi mimi nafikiri leo ndio wakati sahihi hapa, muda huu mkutano ukienda kuanza ndio wakati sahihi wa sote kukubaliana ili tuzungumze lugha moja. Klabu yetu ya Simba ina moto unasema Simba nguvu moja. Kwa hiyo naamini kutoka hayo maneno yote waliongea kuji nani ana akili na huyu naye kaongea ili nini, hapa ndo mahala sahihi pa kujenga kitu sahihi ambacho kitaleta manufaa kwa klabu yetu, kwa wanachama, kwa wapenzi na nchi kwa ujumla na mpira wetu vile vile. Kwa hivyo yaliyozungumzwa, hii ndio sehemu salama na sehemu sahihi. Wanachama ndio wenye kuamua. Kwa hiyo kitakachoamliwa na wanachama, kama mtu alikuwa hapendi itabidi akubaliane nacho na akifuate, maana mkutano mkuu unakuwa umeamua. Naam. Kwako kama mwanachama, kitu gani ambacho unakitarajia ama unakitegemea leo? Mimi ninachokitarajia kama mwanachama, kwanza kwenye swala la bajeti kuhusu klabu, nategemea hapo bajeti tuiweke vizuri ili tusikwame. Tumeshakosa ubingwa misimu 4 mfululizo. Kwa hiyo sitegemei tena msimu huu Simba tukakosa taji la ligi kuu. Vile vile nategemea msimu huu tuvuke hatua tuliozoea kuishia hatua ya robo kwenda angalau nusu klabu bingwa Afrika. Kwa hivyo kwa mkutano wa leo ndo mkutano ambao unasoma na bajeti. Kwa hiyo naamini bajeti yetu itatuongoza na kutuonesha kwamba mwaka huu tutakuwa tunaenda kwenye kuyafikia hayo matarajio ya kuchukua ubingwa na vile kufika nusu finali, na mengine yanayozungumzwa basi naamini hapa yatamalizwa, na tukitoka hapa wana Simba wote tunakuwa kitu kimoja. Na watu wengi walikuwa naamini kwamba mkutano huu pengine unaweza kuwa na vurugu za hapa na pale kulingana na yale ambayo yanazungumzwa nje na katika mitandao ya kijamii. Hili hatujaliona hapa wakati mnaingia, tunaona utulivu umetawala. Hii ndio maana halisi ya nguvu moja. Ndiyo, na Watanzania wamekuwa watu wa kuongea sana kwenye mitandao na pengine wanakuwa hawana taarifa sahihi. Basi zile taarifa sahihi ambazo wanaziongelea mtandaoni zinasababisha taharuki. Kwa hiyo ile taharuki nashukuru kwenye mkutano haipo, kama unavyoona nje watu wanapanga foleni vizuri, wanaingia kwa amani. Kwa hivyo na utaisha hivyo hivyo kwa amani, na taharuki zote zilizoletwa kwenye mitandao zitazikwa kuanzia hapa mkutano ukiisha. Naam. Yanazungumzwa mengi kuhusiana na Mohamed Dewji mwekezaji, na kama umefuatilia katika mitandao ya kijamii jana pia amewaita na akiwakumbusha wana Simba kule ambapo amewatoa ama mmetoka pamoja naye mpaka hapa mlipofika. Hili inatafsiri nini kuelekea mkutano huu? Kwanza Mohamed Dewji sio kwa Simba tu, kwa mpira wa Tanzania kiujumla ameweka alama moja nzuri. Hata mabadiliko ya uwekezaji na vilabu vyetu kupiga hatua mpaka hapa Simba na Yanga, naweza kusema chachu kubwa ya Mohamed Dewji ipo. Yeye ndio aliona fursa akaanzisha, na kweli tunaona sasa hivi zinaleta manufaa na tija kwenye
vilabu vyetu. Mohamed Dewji mimi nafikiri tukizidi kuendelea naye mambo mazuri na mambo mengi ataendelea kutufanyia, kwa sababu dhamira anayo na mwenyewe ana mapenzi ya dhati na Simba, na katutoa sehemu moja ambayo tuseme tulikuwa shimoni, ametuleta kwenye standard hii ambayo tulipo mpaka Simba kufikia sisi ni namba 5 kwa ubora barani Afrika. Kwa hivyo yataongelewa kama ya kuongelewa yapo, lakini at the end najua Mohamed Dewji ataendelea kuwa na sisi kwenye Simba Sports Club. Naam. Wapo wengi wanatamani aondoke. Kuna watu wanatamani aondoke. Mimi binafsi sitamani aondoke, kwa sababu unajua usiache mbachao kwa msala upitao. Basi mimi natembea na hii methali, hatuwezi kumwacha tu kizembezembe kwa haraka hivi. Kwa naamini ataongeleka hapa, yatakaa vizuri na Mohamed Dewji tutaendelea naye. Umepima? Naam. Umepima? Nimepima. Afya ya akili imekaa sawa? Mimi niko vizuri sana. Yaani akili yangu iko very talented, iko vizuri. Wewe sio miongoni mwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto ya afya ya akili? Na siwezi kuwa mmoja wapo, na siwezi kusumbuliwa hata siku moja. Niko vizuri kabisa kweli? Niko vizuri sana. Bwana. Naam. Watu wanasema mnajifariji lakini mna changamoto kubwa ya akili. Lazima yaongelewe, kwa sababu neno likishapelekwa kwenye media, kama nilivyosema, Watanzania wanapenda kuhype vitu kwenye mitandao ya kijamii. Basi upande wangu mimi niko vizuri sana kiakili, kimwili na kiroho. Naam. Bwana, mnyama leo anashuka dimbani dhidi ya Stade Malien katika taifa la Mali. Pengine labda yapi matarajio yako siku ya leo? Mmetoka kufungwa na Petro Atletico de Luanda, leo mnashuka kusaka kutupa karata yenu nyingine tena. Kwanza tulianza vibaya katika mechi yetu ya nyumbani Benjamin Mkapa, uwanja ambao ulikuwa umezoeleka ni mauaji kwa timu inayokuja. Tumefungwa mechi ya kwanza, tumeuawa. Sasa naamini leo kwa kosi ninavyokiona morali kule Mali, leo tunaweza kuanza kwa ukurasa mpya. Kama hatutoshinda basi hatuwezi kufungwa, maana yake tunaweza kuslow. Lakini leo tunaanza kuanza na chochote kitu kwenye hatua hii ya makundi. Na leo mnaenda kuanza mashindano rasmi. Leo tunaenda kuanza mashindano rasmi, na Mwenyezi Mungu sio mzee mkumba. Jana wenzetu umeona kwenye kundi letu wamepata sare. Kwa hiyo ni indicator nzuri kwetu kutufanya leo tupambane ili tuweze kuondoka na chochote kitu, ili kulifanya kundi liwe rahisi kwetu Simba kutoboa hatua ya robo finali. Watu wanasema sare yao imeendelea kuifanya kundi lenu kuwa gumu. Ndiyo, na ugumu wake ndio kama hivyo. Simba akishashinda maana yake kule timu zote zinakuwa zina uwezo wa kwenda robo. Hiyo inakuwa nzuri, na kwetu sisi Simba itakuwa imetongezea chachu na morali yetu na kuturudisha kwenye condition yetu ambao Afrika imetuzoea tunavyocheza mashindano ya CAF. Kulingana na ubora ambao mmekuwa nao sasa, watu wanasema ni kama umeshuka. Unaiona Simba ikipiga hatua ambayo wewe sasa hivi unaizungumza? Mimi na sikubaliani nao. Simba haijashuka, kwa sababu hata ukiangalia mechi tuliyopoteza Benjamin Mkapa, tumeweza create clear chance 3. Kama tungeweza kuzitumia vizuri zile nafasi, basi sisi siku ile tulikuwa hatufungwa, tulikuwa hatusali, tulikuwa tunashinda. Kwa hivyo timu yangu ina kiwango kizuri, na ndio maana itengeneza nafasi zile. Ni basi tu wachezaji wangu wa mbele hawakuweza kuwa clinical, hawakuwa wakatili mbele ya lile lango la wapinzani Atletico. Kungekuwa kuna ukatili kwa nafasi zilizotengenezwa siku ile, tulikuwa tunaondoka si chini ya goli 3 siku ile. Bwana, shukrani. Asante sana.